Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, tunakuja mbele zako Baba kama tulivyo. Tunashuka na kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wewe upate kutukweza kwa wakati wako. Tunashuka kwako Bwana, tuko tayari kujifunza neno lako. Tunamwalika mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe neno lako katika darasa huru la Injili, tuweze kujifunza kutoka kwako, ukabadilishe utu wetu wa ndani, ili tuweze kuishi sawasawa na mapenzi yako. Tufundishe ndoa zetu, tufundishe familia zetu, tufundishe mmoja mmoja, watu wazima, vijana wa kike na wa kiume. Tufundishe Bwana walio katika ndoa, tufundishe Bwana waliofunga ndoa hivi karibuni, tufundishe Bwana ambao wanatarajia kuoana hivi karibuni, tufundishe Bwana watoto wadogo, kila mtu kwa levo yake na umri wake. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu, ukaseme nasi, ukaseme na maisha yetu. Tunakualika sasa ututangulie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba na kulikabidhi somo hili mikononi mwako Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku nyingine, ni siku ya tatu tangu tuanze operation chana talaka. Tunakwenda na somo linalosema operation chana talaka, na kuishi kwa mpenzi wako au kumrudia mpenzi wako na kuishi naye kwa amani kabisa. Hii inawezekana, inawezekana kabisa, inawezekana. Kama Yesu aliweza kumfufua binti Yairo ambaye alikufa akafufuka, anaweza akafufua ndoa yako ambayo iko kwenye hatua za awali kabisa za kutoa taraka. Unaweza ukaahirisha. Lakini kama Yesu aliweza kumfufua yule kijana wa mwanamke mjane katika geti la mji wa Naini, maiti ambayo ilikuwa imeshakatiwa tamaa, imeshabebwa, inatolewa nje ya lango kwenda kuzikwa, kama iliwezekana, na ndoa yako inawezekana mpendwa. Kifo chochote cha ndoa, hatua yoyote ya uharibifu wa ndoa ulipofikia, inawezekana. Unaweza ukasema, Kimweli, wewe hujui tu, ndoa yangu ina miaka mingi. Kumbuka kama Yesu alimfufua Lazaro aliyekufa akakaa kaburini siku 4. Maana yake ndoa yako iliyokufa miaka 40 iliyopita inawezekana. Maana yake ndoa yako iliyokufa miaka 4 inawezekana. Maana yake ndoa yako iliyokufa miezi 4 iliyopita inawezekana kabisa kufufuka. Maana yake ndoa yako iliyokufa siku 4 zilizopita inawezekana kabisa. Hakuna linalomshinda Bwana Yesu. Unaweza ukasema, Kimweli, hujui tu, hujui machungu yaliyo kwenye ndoa. Wewe Kimweli, mtoto mdogo wewe, maana hata mvi zako zinahesabika. Haijalishi, ndoa yako imekufa sawasawa na kusambaratika mifupa, kama Ezekieli 37, kwamba ndoa yangu imekufa miaka mingi mpaka mifupa imekauka, mifupa imetangana, mbavu hii kule, kipaji cha uso hiki kule, mguu uko kule, kiganja kiko kule. Mifupa ya ndoa yangu imesambaratika bonde zima. Ezekieli aliulizwa swali na Mungu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ezekieli akasema, wajua Bwana, Bwana anajua namna ya kuifufua ndoa yako, hata kama ina miaka kiasi gani ya uharibifu. Sawa sawa na Ezekieli 37. Soma mpendwa, Ezekieli 37, utaona wale watu waliokufa miaka mingi mpaka mifupa iliota kutu. Ezekieli akatabiri na mifupa ikatafutana. Nami natabiri kwa jina la Yesu,
ndoa yako iliyosambaratika kwa kiwango hicho, mifupa ikatafutane, mguu na mguu ukatafutane, kiganja na kiganja vikatafutane, taya na taya vikatafutane, meno na meno vikatafutane, kila kitu kikatafutane. Naamuru nyama iyote katika hiyo mifupa, naamuru nyama iyote kwenye hiyo skeleton ya ndoa yako katika jina la Yesu. Hakuna uharibifu wa ndoa ambao Bwana Yesu hawezi kuutibu, hawezi kuubadilisha, na ndoa yenu ikarudie, na ndoa yenu ikawe na amani na utulivu na furaha isiyokoma maisha yenu yote katika jina la Yesu. Na tabiri uharibifu wa ndoa ukashindwa kwa jina la Yesu. Kila ugumu wa ndoa ukayeyuke kama nta mbele ya moto katika jina la Yesu. Kila uharibifu, kila uovu, kila vifungo, kila manuizo, kila maapizo yanayoharibu ndoa yako katika jina la Yesu, natangaza furaha tena. Na kata hayo mapingu, na kata hayo manuizo, na kata katika jina la Yesu. Huo uchawi unaowatenga, huo ubumbuazi unaoharibu, huko kulogo ulikologwa, katika jina la Yesu ninaharibu na kuangamiza. Pokea uzima mpendwa, pokea baraka mpendwa. Nuru ya Kristo ikuangazie katika kichwa chako, katika akili yako, katika maamuzi yako, katika nia yako. Pata badiliko katika jina la Yesu. Kila ubumbuazi ninakemea kwa jina la Yesu. Kila giza toka, na washa nuru ya Kristo katika moyo wako, katika nafsi yako. Pokea uzima mpendwa, pokea katika jina la Yesu. Shika kichwa chako, shika kichwa chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ugumu wa kutokurudiana na uyeyusha katika jina la Yesu, na uyeyusha, natoesha giza na kila namna ya misimamo isiyo na maana na kila namna ya chuki na hasira. Toka, achia. Nani asiyekosea? Nani? Wewe unaomhukumu mwenzako na kukataa, hukosei. Kwa nini unamhukumu mwenzako kwa kosa lake na anataka kutubu na amekuandikia meseji mara kadhaa, hutaki kusikia? Funguka katika jina la Yesu. Efata katika jina la Yesu. Tunapoendelea na somo la leo, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Nimeitwa kuliambia kanisa kutengeneza njia ya Bwana iliyopinda, na kati ya vitu ambavyo vimepinda katika kanisa ni ndoa. Ndoa za Kikristo zimepinda kuliko za wapagani. Haiwezekani Kristo Yesu akupe wivu, akupe wivu, ndoa ya Kikristo ikawe ni ndoa ya mfano hapa duniani. Kwa jina la Yesu, acha unafiki, acha ukaidi, acha kiburi, acha ubinafsi. Nakemea roho ya ubinafsi, nakemea roho ya kiburi na misimamo isiyo na maana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza ndoa yako kupona, natangaza ndoa yako kupona mpendwa, katika jina la Yesu. Tuendelee. Tunakwenda na kampeni ya inayosema Operation Chana Talaka na kumrudia mpenzi wako. Operation Chana Talaka. Hakuna mzaha katika hili wala sitanii. Mungu amenisukuma kukuletea somo hili. Uchane talaka yako na kumtafuta mpenzi wako. Mimi sijui mpenzi wako ana hali gani, wala na mimi sijali wewe una hali gani. Ninacholinda ni agano la ndoa. Kama Mungu alikufungisha, alikuwa shahidi wa ndoa yako kwa mke wako wa ujanani, katika sakramenti hiyo unapaswa kulirudia lile agano, kwa sababu unamchukiza Mungu, kwa sababu unamuudhi Mungu. Biblia katika Malaki sura ya 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema mimi nachukia kuachana. Mungu anachukia kitendo cha kuachana. Kwa Mkristo kuachana ni machukizo mbele ya Mungu. Hata kama una maneno ya kukufariji namna gani, Mungu keshasema kuachana ni aibu.
kuachana ni machukizo kwake, ni machukizo. Unamuudhi Mungu. Hata kama una mistari ya kukufariji, usijifariji mpendwa. Hata kama una askofu au nani, kiongozi wako wa dini amekuruhusu na anakufariji, hiyo ni chukizo kwa Mungu. Mungu katika machukizo anayoyachukia ni pale watu wanavyovunja agano lake, agano hilo la ndoa kienyeji. Kwa hiyo tunaendelea na operation chana talaka na kumrudia mpenzi wako. Leo tunakwenda katika kichwa kidogo kinachosema ndoa ni shule ya maisha, kila siku ni darasani. Kila siku ni darasani. Sikiliza, ndoa ni shule ya kila siku, na kila siku uko darasani. Na katika shule hii, mmiliki wa shule hii ya ndoa ni Mungu. Tunaweza tukasema hivi kwamba ndoa ni darasa la kila siku, lakini mmiliki wa darasa hili, wa shule hii, mmiliki wa shule hii ya ndoa ni Mungu. Pili, mmiliki au mkuu wa shule ni Yesu Kristo, na mwalimu wa darasa hili la ndoa ni Roho Mtakatifu, na mume na mke ni wanafunzi. Na katika darasa hili kuna monitor. Monitor ni mwanaume, monitress ni mwanamke, na kuna kanuni zake. Ngoja nirudie kitu tunachokwenda ni hiki kwamba ndoa ni shule ya maisha ya kila siku, na kila siku ni darasa. Mmiliki wa shule hii ya ndoa ni Mungu, na mkuu wa shule ni Yesu. Mwalimu wa darasa hili la ndoa ni Roho Mtakatifu. Mume na mke ni wanafunzi katika darasa hili la ndoa la kila siku. Monitor wa darasa hili ni mwanaume. Monitress wa darasa hili ni mwanamke au ni mke. Katika darasa hili kuna kanuni zake. Leo tutajifunza kanuni zake, lakini kabla ya kujifunza kanuni za darasa hili ambalo mmiliki wake au mkuu wa shule ni Yesu Kristo, nataka nikupe mambo matano ya kwanza. Jambo la kwanza, kwamba ndoa ni taasisi ya kimungu. Tuliona hili jana kwamba ndoa ni taasisi ya kimungu na ina ngazi za kimamlaka kama uongozi na ina mgawanyo wa majukumu. Lakini tukaona pia ndoa ni agano takatifu mbele za Mungu na wanadamu, kati ya watu wawili wa jinsia tofauti, linalosimamiwa na kanuni za imani zao na kanuni za imani yao. Katika darasa hili tutajifunza leo kanuni ya imani inayotuongoza katika ndoa. Tunasoma katika Malaki sura ya 2 mstari wa 6, anasema, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Maana mimi nachukia kuachana. Mungu hafurahii tunapoachana. Jambo la pili ambalo nataka tulione katika shule hii ya ndoa ni kwamba ndoa ina gharama. Ndoa ina gharama. Ni vizuri kujua mapema kabisa kabla hujaingia kwenye ndoa. Na wewe uliyeingia kwenye ndoa lazima ujue ndoa ina gharama. Operation chana talaka ina gharama. Kufunga ndoa kuna gharama. Nelson Mandela aliwahi kusema, nothing is easy, nothing is free. If we want to be successful, you have to pay the price. Hata kama nina mapengo, lakini ngoja nirudie. Nelson Mandela aliwahi kusema sentensi hizi,
Anasema nothing is easy. Nothing is free. If we want to be successful in marriage, in whatever, you have to pay the price. You must pay the price. Kama unataka mafanikio, tafsiri ambayo sio rasmi, unaweza ukasema hivi, nothing is easy. Manake hakuna kitu chepesi. Nothing is free. Kiswahili, hakuna kitu cha bure. If you want to be successful, kama ukitaka kufanikiwa, you have to pay the price. Ni lazima ulipe gharama kama unataka mafanikio. Kwanza, hakuna cha bure hapa duniani. Hakuna kitu ambacho ni rahisi. Kwa nini unafikiri ndoa ni rahisi? Hakuna cha bure katika dunia hii. Kwa nini unafikiri ndoa ni bure? Kama unataka kuona mafanikio, ni lazima kulipa gharama. Kila mafanikio yana gharama. Hata ndoa iliyofanikiwa ina gharama zake. Ni lazima ukumbuke hivyo kabla hujaingia kwenye ndoa. Wewe uliokisha kuingia kwenye ndoa, kumbuka hilo siku zote, kwamba there is a price which you must pay. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 34 anasema, tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mumewe. Umesikia hiyo Wakorinto? Kwamba kuna tofauti ya mke na mwanamwali. Mwanamwali hajaokoka. Hawa watu kama wameokoka wote. Mwanamwali kaokoka na mke kaokoka. Kumbuka, mke ni cheo. Baada ya kupokea majukumu ya ndoa unaitwa mke. Anasema pana tofauti ya mwanamwali na mke. Pana tofauti kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa ambaye ni mwanamwali hujishughulisha na mambo ya Yesu tu, mambo ya Bwana tu, apate kumpendeza ili apate utakatifu, atakaswe mwili wake na roho yake. Sikiliza B, anasema lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii. Ni yepi hayo? Anajishughulisha na jinsi atakavyompendeza mume wake. Ukishaolewa lazima ujishughulishe kumpendeza mume wako. Lazima ulipe gharama ya kumpendeza mume wako. Wewe uliyeoa, utafute namna ya kumpendeza mke wako, umfurahishe mke wako. Biblia ndio inavyosema. La sivyo, kwa nini umeolewa? Umefuata nini? Unaolewa ili ukampendeze mume wako. Unaoa ili ukampendeze mke wako, wala sio jirani, wala sio mchepuko. Acha hizo. Unatakiwa ukampendeze mke wako. Mke, kwa hii ziko gharama. Ngoja nikupe gharama 2 za kimaandiko unapoingia kwenye ndoa. Zikumbuke hizi gharama 2. Kwa mwanamke, kwa mwanaume tunasoma gharama hizo katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Anasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hapa kuna gharama kadhaa. Kuna gharama 3 za msingi sana ambazo ziko kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Kwa mwanaume anaambiwa utamwacha baba yako na mama yako, utaambatana na mke wako ili kuwa mwili mmoja. Gharama 3. Gharama ya kwanza,
ni kumwacha baba na mama, kuwaacha wazazi. Sio kuwaacha kwa maana usiwahudumie, hapana. Maana yake kipaumbele kwa wazazi lazima kitoke, kipaumbele kinakuwa kwa mkeo. Mwanaume ataacha gharama ya kwanza. Kumbuka, unapoingia kwenye ndoa, wewe mwanaume lazima uingie gharama ya kuwaacha wazazi wako, baba yako na mama yako. Maana yake sio kuwaacha usiwasaidie tena. Kipaumbele ni kwa mkeo. Acha kipaumbele kwa baba yako, acha kipaumbele kwa mama yako. Mimi ninavyosema hivyo, na mimi nina watoto, na huu ndio ukweli. Siwafundishi maisha ambayo siwezi kuishi. Namfundisha mtoto wangu anapoingia kwenye ndoa, kipaumbele kwangu na kwa mama yake mzazi. Aache kipaumbele, aweke kwa mume wake, kipaumbele aweke kwa mke wake. Ndivyo Biblia inayotaka, na hiyo ndio gharama ya kwanza. Gharama ya pili kwa mwanaume inasemwa hapa kwamba kuambatana maana yake ni gundi. Ndoa ni gundi, lazima ukajipachike pamoja na mke wako. Kuambatana. Watu wengine, mimi napotembea na mke wangu mtaani wanashangaa, ni sehemu ya kuambatana. Siwezi kumwacha mke wangu. Ndiye rafiki wangu wa kwanza, mke wangu ndiye msiri wangu wa kwanza, mke wangu ndio msaada wangu wa kwanza, mke wangu ndio kitu cha kwanza kabisa. Ukimtoa Yesu namba moja, anayefuata ni mke na watoto. Baada ya hapo ndio wazazi, ndio wanakuja ndugu na madada na nani namba 4 huko. Lakini namba moja katika maisha yangu ni Yesu. Namba 2 mke wangu na watoto. Namba 3 ndio ndugu zangu. Kipaumbele changu katika maisha yangu ni kwa Yesu. Kipaumbele changu cha pili ni kwa mke wangu. Kipaumbele changu cha 3 mke wangu na watoto. Kipaumbele cha 3 ni wazazi. Cha 4 ndio ndugu na jamaa, dada na kaka huku. Namba 4. Sema amina hata kama hutaki. Huo ndio ukweli. Biblia inasema kwamba acha wazazi, gharama ya kwanza. Gharama ya pili, acha kila kitu, ambatana na mke wako. Jambo la 3, fiuzi sasa, jipenyeze kwa mke wako ili mwe mwili mmoja. Ingia kwenye mwili wa mke wako na mke wako aingie kwenye mwili wako, ili Mungu akitazama aone mwili mmoja. Hiyo ni gharama nyingine ambayo ni kubwa. Ndoa nyingi wameshindwa, ndio maana wana mifuko miwili. Mke wake ana mfuko wake, anajijua kwenye mshahara wake. Mume naye ana mfuko wake, anajijua na maisha yake. Huyu ana nyumba zake, huyu ana chumba chake. Hiyo sio mwili mmoja. Mwili mmoja, kila kitu ni kimoja. Kama mwili ni mmoja. Mstari wa 25, Adamu na Hawa walikuwa uchi, wala hawakuona aibu, hawakuona shida kuwa uchi. Kwa nini? Uchi wa mume ndio uchi wa nani? Wa mke. Mkiwa pamoja, mkiungana, niseme mambo mazito hapa. Maana yake uchi wa mume ndio unakuwa ndio uchi wa mke. Huwezi ukamcheka. Na uchi wa mke ndio unakuwa uchi wa mume. Ndio wanasema kwamba hawakuona aibu. Adamu alipomwona mkewe hakuona tofauti na yeye. Mkewe alipomwangalia mume ambaye yuko uchi hakumuona utofauti na yeye. Angalia ndoa za sasa. Ngoja nikwambie, ni lazima kuingia katika mwili, kuwa mwili mmoja, na hiyo ni gharama. Kwa hiyo ni gharama kwa mwanaume, nitafafanua vizuri baadaye, lakini gharama kwa mwanamke. Zaburi ya 45 mstari wa 10 na wa 11. Zaburi ya 45. Hii ni gharama ambayo mwanamke au binti au mwanamwali anatakiwa kuilipa kabla hajaingia kwenye ndoa. Lazima utafakari haya, na wewe ambao umeshaingia kwenye ndoa jipime. Biblia inasema hivi katika Zaburi ya 45 mstari wa 10 na wa 11, anasema hivi: sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako wa nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Mwanamke anaambiwa uwasahau watu
wako wa nyumba ya baba yako. Sahau. Haina maana uwafute wadiriji katika akili. Maana yake ni kwamba kipaumbele chako wasahau kwenye kipaumbele. Kipaumbele chako ni mume wako. Tunaingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, wazazi ndio kipaumbele. Unaharibu agano mpendwa. Kipaumbele ni mume wako wewe binti. Soma vizuri hii Zaburi. Kwa hiyo ndoa sio mwisho, bali ndoa ni muundo, ni muundo. Wanasema kwa Kiingereza, ndoa sio destination. Ndoa ni formation. Mungu anamtumia mke au mume kama chaki na ubao kukufundisha sura ya Kristo. Ndoa yako ikikaa vizuri, inachora vizuri sura ya Kristo. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 9, neno la Mungu linasema hivi. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 9 nasema, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizozitabikia chini ya jua. Biblia inasema uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Ishi kwa furaha siku zote, siku zote. Maana yake miaka yote ambayo Mungu amekupa kuishi. Fikiria kama umepewa kuishi miaka 80. Biblia inasema ishi na mkeo umpendaye siku zote. Maana yake siku zote katika miaka 80 Mungu aliyokupa. Kwa mfano, mwaka una siku 360, 365. Zidisha kwa miaka 80 ambayo utapewa kuishi. Maana yake siku 29,200. Siku 29,200 unapaswa kuishi kwa furaha na mkeo. Hakuna kununiana, hakuna kuchukizana, hakuna. Tunaambiwa ishi na mke wako umpendaye siku hizo zote. Ndoa, jambo la 4, ndoa ni siri. Ndoa ni siri. Ndio maana kwa wanandoa hakuna siri. Ndio maana Adamu na Hawa walikuwa uchi, lakini hawakuona aibu. Lakini kwa watu wengine ndoa ni siri. Kama zilivyo sehemu za siri za wanandoa huzionyeshi kwa kila mtu, ndivyo ndoa ni siri. Kama una sehemu za siri na ndoa ni siri, na siri ya sehemu za siri humwonyeshi kila mtu, manake si ndoa ni siri. Usimwonyeshe siri ya ndoa, usiseme mambo ya ndoa kwa watu. Ni ujinga, ni upumbavu kutuambia siri za ndoa yako. Unaita vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, umepata habari ya kusema, unamsema mkeo. Kuna wanawake wengine wapumbavu kweli, anamsema mkewe saluni, mumewe anamsema mumewe saluni. Mume wangu bwana yuko 1 2 3. Huo ni ujinga. Unatoa siri ya ndoa, unajivua nguo mpendwa. Ndoa ni siri. Ndoa ni siri kama sehemu zenu za siri. Hazipaswi kufunuliwa au kufahamika na watu au na mtu mwingine isipokuwa ninyi wenyewe. Mnalo jukumu la kuilinda ndoa, kuitunza. Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na Yesu. Habari ya ndoa ni siri. Yesu anasema siri hii ni kubwa. Siri ipi? Ndoa ni siri.
gombaneni, malizaneni wenyewe huko ndani. Hata wakati mwingine kwenda kuambia washenga ni siri, ni aibu. Kama mlivyotongozana na kutafutana kwa siri, watu hawakujua, vivyo hivyo furahini na kutunza hiyo siri ya furaha yenu. Mkikorofishana kama wanadamu, malizaneni huko ndani, hakuna ambalo haliwezekani. Acha kiburi, acha ubinafsi, acha kujihesabu kuwa wewe ni bora. Shuka wewe binti, shuka wewe kijana. Kwa jina la Yesu hicho kiburi na kikemea. Kwa jina la Yesu huo ubinafsi na ukemea. Kila mtu amwone mwenzake kuwa bora, hata katika ugomvi. Shuka, nyenyekea. Aliyekwambia huyo mwanaume ni malaika nani? Kama ni mwanadamu, si anakosea? Amekuomba msamaha mara ngapi? Kwa nini hutaki kusamehe? Achilia mpendwa, shuka, tunza siri ya ndoa. Ndoa ni uso wa Kristo. Wawili watakuwa mwili mmoja. Hiyo ni siri kubwa sana. Wawili kuwa mwili mmoja ni siri ya ajabu sana. Kama kuna muujiza ni wa wanadamu wawili wanapoungana kuwa mwili mmoja. Hilo ni fumbo, na ni fumbo kwa sababu ni gumu kuelewa. Ndio maana tunasema ni fumbo, ni ngumu kuelewa. Wawili wanakuwaje mmoja? Ni fumbo, ni ngumu, ni jambo gumu kulifafanua, hata watu kuelewa kwamba wawili wanakuwa mmoja. Tofauti za miili iko miwili kabisa, unaiona moja mbili, lakini Mungu anasema hao ni mmoja. Afadhali angesema nafsi moja, lakini anaposema mwili mmoja, hii tunayoiona, huo ni mtihani. Katika Marko sura ya 10 mstari wa 7 anasema, kwa sababu hii mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si mwili tena, si wawili tena, bali mwili mmoja. Katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 anasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. 25, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Unaona matokeo. Mstari wa 24 anasema ataacha, ataambatana, atakuwa mwili mmoja na mume, watakuwa mwili mmoja. Ukishakuwa mwili mmoja, matokeo yake ni nini? Hakuna aibu, hakuna siri, hakuna kufichiana siri. Kila siri ya mke ndio siri ya mume, siri ya mume ndio siri ya mke, akaunti ya mke ndio akaunti ya mume, akaunti ya mume ndio akaunti ya mke, pesa ya mke ndio pesa ya mume, pesa ya mume ndio pesa ya mke, kiwanja cha mke ndio kiwanja cha mume, kiwanja cha mume ndio kiwanja cha mke, nyumba ya mume ndio nyumba. Hakuna siri. Ukija kuona ndoa ina siri, ina mifuko miwili ya pesa, na kila mtu na pesa. Sio mwili mmoja. Hao wamevunja agano kabla hawajalivunja. Hawatofautiane na wale wanaolala vyumba viwili, au hawatofautiani wale wanaolala kitanda kimoja mzungu wa 4, wala hawatofautiani na wale wanaolala kitanda kimoja wamepeana mgongo. Mungu atusaidie. Dalili ya kuwa ninyi ni mwili mmoja, mnakuwa mwili mmoja, lakini mnaunganisha sehemu zote za siri, lakini sehemu za siri za mume ndizo sehemu za siri za mke. Ngoja nikusomea andiko. Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 8 anasema hivi, utupu wa mke wa baba yako usiufunue, maana ni utupu wa baba yako. Umesikia hiyo sheria wanapewa watoto, kwamba usifunue uchi wa baba yako, usifunue uchi wa mama yako, kwa sababu ukifunua uchi wa mama yako, tayari hapo hapo umeuona uchi wa mama yako. Kwa nini? Zilishaungana kule ngoma.
ngoma zishaungana, mwili ushaungana kule. Kwa hiyo ukiona sehemu za siri za mzazi mmoja, umeona sehemu za siri za wazazi wote. Nasemaga maneno magumu kauli hii ni ngumu sana. Utupu wa baba ni utupu wa mama. Ina maana kwamba mke wa baba yako, hasa mama yako mzazi, ni sehemu ya umoja wa ndoa ya baba yako. Kwa hiyo kufanya ngono na mama yako au na mke wa baba yako kunahesabiwa kama kufunua utupu wa baba yako pia. Sheria hiyo inawakataza watoto au mahusiano ya kingono ya maharimu, na inalinda heshima ya kifamilia na agano la ndoa. Hii inaonyesha muunganiko mkubwa sana. Ndoa inaleta muunganiko mkubwa kuliko unavyofikiri, na Mungu anathamini huo muunganiko. Ni waajabu sana. Ndio maana ukizini, katika Wakorintho wasema ukizini na kahaba umejiunga mwili wako na kahaba. Kwa hiyo hata kama wewe ndio mara ya kwanza unafanya na kahaba, wewe ni kahaba hata kama ndio mara ya kwanza unafanya. Manake tabia ya kahaba ukifanya ngono na yeye inahamia kwako. Manake ngono si ngono tu tendo, kuna muunganiko. Kuna vitu vya mume ukifanya naye mapenzi, vitu vya mume kuna vinahamia kwako na vitu vyako vinahamia kwake. Kwa maneno mengine, ngono ni mbadilishano wa mambo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Biblia inasema ikimbie zinaa. Kwa nini? Zinaa ni mbaya. Mungu anasema watu wote wanatenda dhambi, lakini anayetenda dhambi ya ngono anatenda dhambi kwenye mwili wake mwenyewe. Na unapofanya hivyo, roho ya ukahaba, ukifanya dhambi na kahaba inakuja kwako. Fikiria ukizini na kahaba, ukahaba unakuja kwako. Maana yake ukizini na maskini, umaskini unahama kwako, unakwenda kwako. Sasa sisemi mkazini na matajiri ili utajiri uje kwenu. Bado ngono ni mbaya, kwa sababu badala ya kuja utajiri yatakuja magonjwa, ili hata kama utajiri unaopata umalize hizo pesa few kwa kujitibu. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wa mke wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake. 22. Na ule ubavu akauita aliotoa katika Adamu. Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamletea kwa Adamu. Mstari wa 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Kwa nini? Kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Tafsiri ya mwanamke, ametwaliwa katika mwanaume. Mnapoingia katika ndoa, mwanamke ni mbavu, anarudi mahali pake. Mwanaume naye anafurahi kwa sababu sehemu yake iliyopotea imerudi. Maana yake ndoa, unapoingia kwenye ndoa unarudishwa kwanu, unarudishwa kwenye makao yako, unarudishwa kwenye maskani yako. Sasa hakuna mtu ambaye anaweza akauchukia mwili wake. Siku zote ataupenda tu, hata kama una chongo, hata kama una matege, utaujipenda tu. Mungu atusaidie tujitambue katika ndoa kwamba mke wangu ni mimi, mume wangu ni mimi. Wewe ni mke wako, wewe ni mume wako. Unakuwaje na mifuko miwili? Unakuwaje na akaunti mbili? Unakuwaje na siri? Utakuwa umejisaliti mwenyewe, utakuwa umejikwamisha mwenyewe. Mungu atusaidie. Ndoa ni shule ya kila siku. Nataka nimalizie somo langu katika kipengele hiki cha 5. Ndoa ni shule ya maisha ya kila siku darasani. Kwa hiyo
Tunaweza tukasema ndoa ni shule ya maisha, na mmiliki wa ndoa ni Mungu, ndio mwenye hiyo shule, na mkuu wa shule ni Yesu Kristo. Mwalimu wa darasa hilo la ndoa ni Roho Mtakatifu. Wanafunzi katika hilo darasa ni mume na mke. Monitor wa darasa hilo ni mume. Monitress wa darasa hilo ni mke. Kuna kanuni zinazoongoza hilo darasa. Kumbuka, nataka ukumbuke wewe kwamba wewe ni mwanafunzi tu katika darasa hilo la ndoa, wala sio mkuu wa shule, wala sio mmiliki. Mmiliki ni Mungu, mkuu wa shule ni Yesu, mwalimu wa darasa ni Roho Mtakatifu. Wewe baba ni mwanafunzi tu, wewe mama ni mwanafunzi tu. Usilete ujuaji, usilete kiburi, usilete ubinafsi katika darasa. Hutaelewa masomo, utakwama tu. Hutamwelewa mmiliki, atakufukuza. Hutamwelewa mkuu wa shule, atakufukuza. Hutamwelewa mwalimu wa darasa, atakutandika. Wewe ni mwanafunzi tu, kaa kwa kutulia. Kwa hiyo ndoa ni shule ngumu na darasa la maajabu sana. Sikiliza, ndoa ni shule ya pekee ambayo unapata cheti cha kuhitimu kabla hujaanza masomo. Umewahi kufunga ndoa? Wale wanaofunga ndoa kanisani, msikitini na wapi, hata kwa kimila, wanapewa stakabadhi, wanapewa cheti cha kuhitimu kabla hawajaanza ndoa. Kwa hiyo ndoa sio kawaida. Kwa nini? Ni ya pekee kwa sababu unapewa cheti cha kuhitimu kabla hujaanza masomo. Ndio maana unasema kwamba ndoa ni ajabu sana. Ni ajabu sana. Ndoa ni ajabu. Inaanzia mwisho, halafu ndio unakuja mwanzo. Unapewa cheti, maana tunajua unaposoma chuo, unaposoma shule ya msingi, ukimaliza unapewa cheti. Unaposoma O-level, ukimaliza unapewa cheti. Unaposoma form 5, form 6, ukimaliza unapewa cheti. Unapokocha chuo diploma, ukimaliza unapewa cheti. Chuo kikuu unasoma mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wengine mpaka wa tano, ukimaliza unapata cheti. Ndoa siku unafungishwa, hata kabla hujaanza unapewa cheti. Ni ya kawaida hiyo. Kwa hiyo ndoa ni shule ya ajabu. Pili, ndoa ni shule ambayo kamwe huwezi kuhitimu. Unakuwa mwanafunzi daima. Kumbuka hili mpendwa wangu, usijisahau. Ndoa, hata kama wewe ni mkongwe, una miaka 20, bado hujamfahamu mumeo, bado hujamfahamu mkeo. Mimi nakwambia, unamjifunza huyo Mtanzania, huyo mwanadamu, unamjifunza maisha yako yote. Hakuna kuhitimu, na ndio maana hakuna bingwa wa ndoa, hayupo. Hata askofu ni mwanafunzi, hata mchungaji wako ni mwanafunzi, hata mwinjilisti ni mwanafunzi, hata mtume na nabii ni mwanafunzi. Watu wote sisi ni wanafunzi wa ndoa, tunajifunza kila siku. Hakuna aliyehitimu. Tambua hilo mpendwa. Ndio maana ukienda kushtaki, unaenda kushtaki kwa mshenga wako habari ya ndoa, mshenga anashika shavu hivyo, angejua asingesema. Jamani, mama Joni anachonifanya, angejua huyu anayenishtakia. Mungu atusaidie. Ndio maana nasema neema, tunahitaji neema ya Mungu kwenye ndoa. Tunamhitaji Mungu. Kamba tatu Biblia inasema hazikatiki haraka. Maana yake mume, mke na Mungu. Ndoa lazima umuhusishe Mungu ndio uweze. Mwanadamu kiumbe huyo mwanaume, mimi nakwambia we mama, bila Mungu humwezi. Mimi nakwambia we baba, huyo mwanamke, kiumbe hicho mwanamke, bila ya Mungu humwezi. Nani anamweza mwanamke? Wewe baba, unafikiri unamweza kwa akili zako? Isaac Newton nasikia hakuoa, alikuwa anaogopa kuoa. Kuna watu tunasoma kwenye historia wanasema Hitler alikuwa anaogopa mitihani. Hitler, rais wa Ujerumani, alikuwa anasema mimi bana, mabomu, bunduki na nini, wala siogopi, naogopa mtihani. Isaac Newton, pamoja na kugundua mambo muhimu makubwa duniani tunayosoma sasa hivi, Isaac Newton hakuoa. Aliogopa kuoa, alimwogopa mwanamke.
Mwanamke sio mchezo. Bila ya Mungu utanyoosha mikono asubuhi na mapema. Ndio maana jifunze kumwombea mke wako hata kama ndoa yako ina amani. Jifunze kumwombea mume wako hata kama ndoa ina amani. Tafuta amani wakati wa amani. Wakati wa vita huwezi kutafuta amani. Hiyo nayo ni hekima. Ndoa ni shule ambayo hakuna unatakiwa kuhudhuria siku zote za uhai wako. Umesikia? Kitu cha tatu, ndoa ni darasa la ajabu sana, ni shule ya ajabu ambayo hutaki kutegea, hutaki kuwa mtoro. Kila siku lazima uhudhurie vipindi. 4, ndoa ni shule ambayo hakuna likizo ya kuumwa au ya sikukuu. Kila siku lazima uhudhurie ndoa. 5, ndoa ni shule ambayo iligunduliwa na Mungu katika sheria za shule na kuweka sheria za shule. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Muda unaenda, ngoja nikupe sheria za shule hii, ni tamu sana. Mungu aliweka sheria, Mungu aliweka sheria za shule hii. Mungu kama mkuu wa shule. Ndoa leo nataka tunakwenda nayo kwa picha ya shule zao ambayo ina mmiliki, ina mkuu wa shule, ina mwalimu wa darasa, ina monitor, ina monitress, ina sheria, ina kanuni. Ndio picha ya shule, ndio picha ya ndoa tunayokwenda nayo leo. Nataka tujifunze ndoa kama shule. Sasa shule kama taasisi inayomilikiwa na Mungu, shule kama taasisi ambayo mkuu wake wa shule ni Yesu, shule kama taasisi ambaye mwalimu wake wa darasa ni Roho Mtakatifu. Ndoa ni shule, ina kanuni zake, ina sheria zake. Hakuna shule ambayo haina sheria au haina kanuni, haipo. Hakuna taasisi ambayo inataka mafanikio ambayo haina kanuni wala sheria. Sikiliza, sheria hizi zimegawanyika makundi mawili. Kuna sheria za mume, kuna sheria za mke, lakini kuna kundi la tatu, sheria za jumla. Kuna sheria za jumla, lakini kuna sheria zinazomhusu mwanamke, kuna sheria zinazomhusu mwanaume. Ngoja nipite haraka. Sheria za jumla tunazipata katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 4. Waebrania sura ya 13 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Biblia inasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Sheria hii ya kwanza katika kundi hili la kwanza linalowahusu wote inasema watu wote na waheshimu ndoa. Laiti tungeheshimu ndoa zetu, ndoa zisingevurugika. Lakini nasema ndoa na iheshimiwe na watu namna gani? Wote. Na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Maana yake kwanza wanandoa wenyewe waiheshimu ndoa. Wewe baba, heshimu ndoa yako. Wewe mama, heshimu ndoa yako. Kila mtu na aiheshimu ndoa. Ninyi wenye ndoa kwanza. Pili, wapambe wa nje waiheshimu ndoa. Wewe baba, heshimu ndoa ya watoto wako. Wewe mama, heshimu ndoa ya watoto wako. Upande wa mama, wa mke, wazazi wa kike na mzazi wa kiume, heshimuni ndoa za watoto wenu. Ninyi mawifi, acha kidodomodomo, acha na wakemea kwa jina la Yesu. Heshimuni ndoa za mawifi zenu, ndoa za kaka zenu, ndoa za dada zenu. Mziheshimu ninyi. Msione kwamba kwa sababu tu mmezaliwa nao mna haki nao, kwa sababu tu mmewazaa mna haki nayo. Hiyo ni taasisi. Wenzenu wako darasani, msiwapigie kelele. Wenzenu wako kwenye mtihani wa ndoa, msiwapigie kelele. Wenzenu wako kwenye testi ya ndoa, msiwapigie kelele. Nakumbuka tunaposimamia mitihani huwa tunaweka kibao. Kama kuna njia inapita hapo kibao kwenye hiyo shule tunafunga. Siku hizi tunaweka utepe. Siku hizi watoto wetu wanapofanya mitihani ile ya taifa tunaweka utepe kuzungushia madarasa. Kwa nini? Wako kwenye utulivu. Ndoa ni utulivu. Waacheni wenzenu waishi. Waacheni wenzenu wale vyao. Kama ni pesa ni ya kwao.
Kama ni mali ni za kwao, kwa kupenda kwao wawasaidie tu. Na wewe ukichukuliwa kwenda kukaa kwa wifi, chunga. Ukipewa hisani ya kupewa kachumba hapo, funga mdomo, fumba macho, acha waishi. Kanuni ya kwanza hiyo kwa wote. Biblia inasema hivi, basi ndoa na iheshimiwe na watu wote. Muda umeenda. Sheria kundi la pili ni sheria inahusu mwanaume. Sheria inahusu mwanaume. Mwanaume amepewa sheria ya kumpenda mke wake. Mwanaume lazima mpende mke wako. Angalia hapa katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 nasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama, hapa kuna kama 4 hivi, kama 4. Kwa ajili ya muda ngoja nikusomee tu. Nasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Ukimpenda mke wako lazima ujitoe kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Mstari wa 27, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala makunyazi wala lolote kama hivyo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Ninyi, mstari wa 28, vivyo hivyo imewapasa waume nao wawapende wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mke wake hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza. Lazima mke wako ukimpenda umlishe na kuutunza kama mwili wako. Adamu alitolewa ubavu wake, na alipokuwa mwanamke akasema, wewe mwanamke usiringe, wewe ni ubavu wangu, ni wewe ni nyama yangu. Kwa hiyo mke wako ni mwili wako, usijibague, utunze, ulishe. Mstari wa unafuata, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Mstari wa 31, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Wewe mwanamke unatakiwa kumstahi mume wako, unatakiwa kumstahi. Wewe staha unayo? Unapomjibu ovyo ovyo, staha kwa mumeo ikoje? Unapomnunia mume wako, staha ikoje? Unapompa chakula kwa stahili hiyo, staha yake ikoje? Tunaangamiza ndoa kwa kutotii sheria za nani? Sikiliza, sheria ya pili aliyopewa mwanaume, kuishi na mke wake kwa akili. Petro wa kwanza 3:7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama mrithi pamoja na neema ya uzima. Katika mstari huu tunapata kazi mbili zaidi. Ya kwanza, kanuni aliyopewa mwanaume ni kukaa na mke wake, ni kumpenda mke wake na kumtendea matendo ya upendo siku zote. Na mwanamke katika upendo anatakiwa kumstahi mume wake. Haya, lakini kanuni nyingine ya ndoa kwa mwanaume ni kukaa na mkewe kwa akili. Kwa nini? Mwanamke ana akili za kufikiri haraka haraka. Usipokaa naye kwa akili atakupoteza. Mimi nakwambia, kuna siku nitafafanua kwa nini mwanamke ana akili ya kufikiri. Mwanamke ana akili sana. Akikwambia jambo fulani moja, maana yake alishafika 10. Ukijaribu kuzuia yako, mwenzako hayupo hapo. Ndio maana tunataka kukaa naye kwa akili sana. Hakuna kiumbe cha hatari kinachotumia akili. Mwanamke anaweza akawa na michepuko 5, 6, 7 na wewe mwanaume usijue. Friji la mwanamke linagandisha, friji la mwanaume haligandishi. Wewe ukichepuka tu leo mwanaume, mke wako anajua. Anaweza asikwambie, lakini anajua. Acha mchezo na mwanamke. Biblia, Mungu anapokupa alati kwamba kaa na mkeo kwa akili na kumheshimu. Wanaume wengi ukitaka kushindwa, mdharau mke.
Yaani kushindwa kwa kwanza kwa kukaa na mkeo ni kumdharau, na mwanamke anafanya makusudi umdharau. Ukishamdharau umekwisha. Mwanamke usimdharau, mheshimu, kaa naye kwa akili. Hiyo ndio kazi zako mpendwa. Twende kwa mwanamke. Mwanamke, sheria inayohusu mwanamke anatakiwa kumtii mumewe. Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 anasema, enyi wake watiini waume zenu kama watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mumewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile Kristo alivyomtii, kama kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mtii mumeo katika kila jambo. Mtii mumeo kama unavyomtii Yesu. Mtii mumeo kama Kristo, mkeo kama Kristo naye ni kichwa cha nini? Cha kanisa. Mtii mumeo kwa sababu mumeo ni mwokozi wa mwili wako. Nawe mume, fanya kazi ya kumwokoa mke wako. Anasema 24, lakini kama kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Usichague mambo ya kumtii mumeo. Wewe mama, Biblia haikukosea. Anasema mtii mumeo katika kila jambo, hata kama ni la kipumbavu, hata kama ni la kijinga, hata kama huyo mwanaume unamuona hohe hahe, hata kama huyo mwanaume hana kitu, hata kama huyo mwanaume ni mbumbumbu, bora umemchagua na ni wa kwako, ni fungu lako. Beba zigo, mtii kwa kila jambo. Mtarekebishana mbele ya jambo, lakini tii kwanza. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Petro wa kwanza sema saa yanakwenda, sura ya 3 mstari wa kwanza anasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa liko neno wasioamini neno wako, ikiwa wako wasioamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Mstari wa 2, wakiutazama mwenendo wenu safi. Wewe mwanamke, mwanaume wako akiutazama mwenendo wako safi, hata kama ni jeuri atabadilika. Kumbadilisha mwanaume ni rahisi sana. Wewe mwanamke wa hofu. Mstari wa 3, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kutia dhahabu kwa kuvalia mavazi, bali kuwe ni utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu. Roho ya upole na utulivu. Mwanamke uwe na roho ya upole na utulivu, ndiyo mapambo ya ndoa. Mapambo ya ndoa kwa mwanamke ni upole na utulivu na usikivu kwa mumeo. Wasema, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Mtii mume wako. Na utii unaosemwa hapa, soma kwenye tafsiri ya Kiingereza, ni submission, sio kuobei. Utii kwenye Kiswahili ni neno moja, kwenye Kiingereza kuna obey na submission. Obey ni utii wa kawaida, lakini utii anaopewa mwanamke ni ule ambao sio wa kawaida. Ni utii wa kunyenyekea mpaka unatambaa chini, unatii na kukubaliana na huyo mwanamume bila kujibakiza. Kazi na kanuni hata ya pili ya mwanamke ni kuishi na mumewe kwa hekima. Mithali sura ya 14 mstari wa 1, kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Anayependa nyumba ibomoke, talaka itoke, ni mwanamke. Mwanamke akiamua usimwache, humuachi hata ufanyeje kaka.
Mwanamke akiamua kuachana na wewe, hata kama umemnunulia mbingu, aliyepewa mamlaka ya kutunza familia na kuilinda ndoa ni mwanamke. Ukija kuona ndoa ina shida, shida ni mwanamke. Ukija kuona shida, ndoa imevunjika, shida ni mwanamke. Kudumu kwa ndoa ni mwanamke, kuvunjika kwa ndoa ni mwanamke. Kwa hiyo wanawake, ndoa zinazovunjika hizi zote, asilimia hizi zinazoziona, shida ni nyie, chanzo ni nyie. Badilikeni wanawake, tiini neno la Mungu, ndoa zenu zitadumu. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mwanamke mgumu mbele ya mwanamke mtii. Mi nakwambia, ni mzee sasa, nimeona mambo mengi. Hakuna mwanaume mgumu mbele ya mwanamke mtii, hayupo. Hata Idi Amin katili alikuwa na mke, alikuwa na hata Hitler alikuwa na mke. Unakuwa nafanyaje? Ni mkali huko, akiingia kwenye 10 na nazi za mama anakuwa mdogo kama Piriton. Wewe unabisha. Hakuna mkate mgumu kwenye chai. Usijidanganye kwamba mume wangu nimemshindwa. Umemshindwa we, funga kinywa. Umeamua uchani na huyo baba. Kwa hiyo ndoa zinazovunjika, tunawalaumu akina mama, tunawalaumu wanawake. Wao ndio chanzo cha vurugu. Maana ukimnyima mumeo, wewe ndio chanzo cha kutafuta. Wewe ndio chanzo, unamnunia, humpikii, humpi mahitaji yake, humpi haki yake, anatoka. Ukitaka mume wako aachane na michepuko, ni rahisi tu. Mi ningekuwa mwanamke, mume wangu asingechepuka. Mi nakwambia, ufikiri ningekuwa mwanamke mimi, mume wangu asingechepuka. Ni vile siwezi kubadilisha. Ningeonyesha demo kwa mwezi ningeonyesha demo, niwe mwanamke nifanye demo ya mwezi mmoja hivi au mwaka, baadaye narudia wanaume wangu. Kwa hiyo mtii, fanya wajibu wako, usiseme 50-50. Haki sawa. Kwa nini haki sawa hatujaweka kwenye kuzaa? Mwaka huu azae baba, mwakani azae mama. Mwaka huu azae baba, mwakani azae mama. Kwa nini hapo hamtaki sawa, haki sawa? Mnaotaka haki sawa, tuweke haki sawa sasa mpaka kwenye kuzaa. Nimeongea neno gumu, nisameheni basi. Kitu gani nataka niseme? Shule, ndoa ni shule ndugu yangu, ndoa ni shule. Ila muda wangu umekwenda, lakini kesho nayo ni siku. Kama umefurahia somo hili na unataka uje uwe na ndoa bora, zingatia haya mafundisho, yasikilize tena na tena na tena. Lakini nataka nikuombee wewe ambaye unasikia kuhukumiwa na unasikia mzigo wa kumrudia mpenzi wako. Weka mkono wako wa kushoto kifuani na mkono wako wa kulia nyosha juu. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda na hata kwa kutokutimiza yanipasayo katika ndoa yangu, mpaka imefikia mahali hapa ndoa yangu imekufa. Kama binti Yairo, uifufue ndoa yangu. Ndoa yangu imekufa kama kijana, kama maiti ya kijana wa mwanamke mjane katika geti la Naini. Ifufue, fufua maiti hii katika jina la Yesu. Ndoa yangu imekuwa maiti kama Lazaro, siku 4 iko kaburini, ina miaka 40 tumetengana, ina miaka 4 imetengana. Katika jina la Yesu, kama ulivyomfufua Lazaro, fufua ndoa yangu katika jina la Yesu. Ndoa yangu ni ya miaka mingi sasa, imekuwa mifupa mikavu kama Ezekieli 27 mstari wa 5.
mifupa Ezekieli akaitabiria, nami katika jina la Yesu natabiria mifupa ya ndoa yangu ikatafutane, ikaote nyama, ikarudishie pumzi yake katika jina la Yesu. Uhai ukarudi, ili utukufu katika ndoa yangu, utukufu wako katika ndoa yangu ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Naomba nipate kibali mbele yako, ndoa yangu ikarudie tena, ndoa yangu ikarudie tena katika operesheni fufua ndoa yangu, katika operesheni kurejea ndoa yangu, katika operesheni chana talaka, kwa neema yako Bwana, katika jina la Yesu. Na chana talaka katika ulimwengu wa roho, na chana hii migawanyiko, kila ukuta uliowekwa na adui shetani kutengana na mume wangu na mke wangu, katika jina la Yesu nabomoa hicho kiambaza, nabomoa huo ukuta katika jina la Yesu. Kristo akutetee, Kristo akuinue, Kristo akutegemeze, Kristo akuinue, Kristo akaitegemeze ndoa. Natangaza ndoa ya furaha, natangaza hati hiyo ya talaka kuchanwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ugumu wa mwanamke ukayeyuke kwa jina la Yesu, ugumu wa mwanaume ukayeyuke katika jina la Yesu. Natangaza uzima, natangaza kufufuka kwa ndoa, natangaza uzima, natangaza mikatale ya ndoa kuondoka. Naombea akili zako na giza lote na mikatale yote katika akili vikashindwe, vikafunguke, ukawe huru katika akili, ukawe huru katika maamuzi, ukawe huru katika amani kumrudia mpenzi wako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Neema ya Kristo iliyonifunika mahali hapa ikufunike mpendwa, na kukata viambaza na kuta zote za adui zilizokutenga na mume wako na mke wako katika jina la Yesu. Kama una amani, mwandikie mume wako au mke wako message usiku huu, mchana huu, kama ni mchana au muda wote, mwandikie message, mwambie I love you, I missed you, nimejirekebisha mwenzio, turudiane. Na wewe ukiipata message usiufanye moyo wako mgumu. Mume usinjika anabadilika. Ngoja nikwambie, wanadamu wana tabia ya kubadilika. Usije ukafikiri Joni wa miaka ile ndio huyu. Huyo mumeo ni mwingine ndugu yangu. Yule mkeo kashajifunza, ni mwingine. Usisema bana tabia yake. Wewe kimwili wewe hujui bana. Mke wangu wewe humjui. Namjua wa nini? Ninachojua jambo moja. Mwanadamu ana sifa ya kubadilika. Mbaya kuwa mwema, na mwema anaweza kubadilika kuwa mbaya. Ndio maana lazima uombe ndoa yako kila siku. Mungu akubariki. Amen.